Hii ni sehemu ya 13 ya simulizi inaitwa Nyuma ya Mlango wa Adui, iliyoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo, na huu ukiwa ni msimu wa kwanza kabisa. Nambari zake ni 0743 632 247, na mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama utakuwa unakumbuka vizuri, sehemu iliyopita, sehemu ya 12, tulipokuwa tumeishia, tulikuwa tumeona kabisa kwamba Bwana Deusi alikuwa amepewa mzigo pamoja na yule binti asafirishe kuelekea sehemu. Lakini sasa kufika mbele, huyo binti ambaye tulimjua kwa jina la Sheba aliona kama Deusi alikuwa na hama njia na kuelekea sehemu nyingine. Akawa anajiuliza kwamba ama huyu naye ni mmoja kati ya wale ambao wanawafuatilia. Karibu sana tuweze kujua kilichojiri baada ya hapo. Mimi naitwa Felix na huu ni Nyuma ya Mlango wa Adui. Wakati ule sasa kaliona gari lilikuwa linasimama mbavu mwa nyumba ile ambayo ilikuwa kwenye kijipori cha miti ya kupanda. Sikiliza binti, mimi wasipende kabisa bunduki. Ni vyema kama ukitulia na kujiandaa kwa mambo yajayo kuliko kunitolea macho mimi. Alizungumza vile Deusi, na alikuwa anatazama kwenye saidi mira ya upande wake kuona vile sasa binti huyo Sheba naye aligeuka kabisa kutazama nyuma ambako mwanzo hakuwa ameona kitu. Kuna kitu gani? Mbona? Kabla hata hajamaliza kuuliza kile ambacho alikuwa anahitaji kuuliza, aliona bodaboda moja alikuwa anapita kwa spidi kuelekea upande ambao wao walikuwa wanaelekea pia. Nadhani jibu sasa umelipata. Kuna watu wanatufuatilia kila ambapo tunaelekea. Kwa sasa tunapaswa kuwatangulia hatua kadhaa mbele. Alizungumza vile Deusi, na huku alikuwa anaendelea kuisindikiza ile pikipiki kwa macho mpaka ilipopotelea upande wa kwa Matiasi. Kwa hiyo wewe ulijuaje kama wale watu wanatufuatilia? Aliuliza vile Sheba kwa sauti ambayo ilikuwa na wasiwasi na mshangao mkubwa, na huku alikuwa anamtazama Deusi ambaye huyu alikuwa anaingiza gia ya uani, yani ya kurudi nyuma, na kukanyaga mafuta kwa nguvu, na gari likachomoka mbio kurudi nyuma. Ungesema kwamba lilikuwa linakwenda mbele tena kwenye barabara ya rami kabisa. Deusi ambaye hakujibu mara moja swali la Sheba, badala yake alitembeza gari kwa spidi kali kweli, na huku alikuwa anarudi nyuma. Kuna vile Sheba kwa hiari yake sasa akafunga mkanda kwa haraka, na akawa anasikilizia gari lilivyokuwa linazidi kurudi nyuma kwa spidi ya kilomita 60 kwa saa, na moyoni mwake alikuwa anaombea gari lisipatwe na chochote cha kuletwa barabarani. Wakati ule Deusi ambaye alikuwa anaonekana kutokuwa na wasiwasi wowote alikuwa anazidi kukanyaga mafuta mpaka alipoikuta ile barabara ya zamani ya Morogoro, na alipoifikia tu akashika handbrake, na huko alikuwa anakata kwa na kushoto. Alifanya gari lizunguke nusu duara na kutazama upande wa pili wa barabara, na kisha alipachika gia namba D na kukanyaga mafuta, na kwa alikuwa anashusha handbrake. Gari likachomoka kwa spidi kali kuingia kwenye ile njia ambayo inaelekea barabara ya Morogoro ya sasa. Walipofika walikuta kulikuwa na magari mengi ambayo haya yanakatiza kwenye barabara hiyo yakiwa katika mwendo mkali, lakini huwezi kabisa kuamini kile ambacho Deusi alikuwa amefanya. Aliingia barabarani na spidi zile na kuingiza gari barabarani akivuka upande wa pili. Alikunja upande wa kulia wa barabara, yani upande wa kurudi tena mjini, na kisha alikanyaga mafuta kwa nguvu, na hapo alionekana akiwa na overtake magari kadhaa kabla ya kuingia picha ya ndege ambako huko hakuzuba kabisa. Alivuka kwa spidi kali, alikuwa anawaacha watu, alikuwa anashangaa kweli. Na alipofika mwishoni mwa mtaa huu wa picha ya ndege akaingia upande wa kushoto wa barabara. Alikuwa anaifuata barabara ya vumbi ambayo hii alikuwa ameingia nayo kwa spidi ile mpaka alipoikuta barabara ya Loliondo. Alikata kulia na kuelekea Loliondo sokoni, ambapo mara baada ya kutembeza kilomita kama moja alikutana na njia panda ya Kunduchi, akaachana na ile ya Loliondo sokoni ambako sasa ni stendi ya daladala, akiwa anaifuata hii endayo mnada wa Mbuzi, akiingia na spidi ile. Ungesema kwamba gari lilikuwa katika mashindano ya magari. Mzee Nyati pamoja na mke wake, yani baba yake na mama yake na Deusi, walikuwa wanaendelea tu kuperuzi na kuangalia vita vya waandishi wa habari na watu wa maoni juu ya kitendo cha serikali kumwachisha kazi ya jeshi kijana wao Deusi Nyati. Mara wakasikia simu ya mzee Nyati ilikuwa inaita, na bahati mbaya namba ilikuwa nyingine kabisa kwenye simu hiyo. Ni nani tena huyo? Isije kuwa ni masuala haya ya Deusi haya.
alizungumza vile mzee Nyati, na alikuwa anapokea simu ile na kisha kuiweka sikioni. Halo, habari yako? Alisalimia vile mzee Nyati. Nzuri tu, shikamoo mzee. Ilikuwa ni sauti ya kiume ambayo ilikuwa inaonyesha kabisa kwamba ilikuwa na nidhamu kubwa. Marhaba kijana, vipi na kusikiliza, maana namba imekuja ngeni hapa. Alizungumza vile mzee Nyati kwa sauti ambayo ilikuwa imechangamka hivi. Samani mzee wangu, mimi naitwa Luteni Kasiane kutoka MMJ, yani makao makuu ya jeshi. Bila shaka wewe ni bwana Frank Nyati. Alizungumza vile ile sauti upande wa pili wa simu ile. Hapo sasa mzee Nyati alimtazama tu mke wake, na huko alikuwa anachata tabasamu pana. Alikuwa anamuonyesha ishara ya dole gumba la juu hivi. Yes, mimi ni babake mzazi kabisa na Deusi, alijibu vile mzee Nyati kwa sauti ile ile ambayo alikuwa amechangamka. Okay, sawa, nashukuru sana kukupata mzee. Ni hivi, tumejaribu sana kumpiga kijana wako kwenye simu yake ya mkononi lakini hatujampata. Tukaona kwamba ni bora tukupigie wewe ambayo amekutaja kama ndio mtu wake wa karibu. Ujumbe ni kwamba kesho mapema kabla ya saa 1:30 anatakiwa kufika makao makuu ya jeshi, ofisi ya CDMP bila kukosa. Alizungumza vile Luteni Kasiani. Basi sawa, kuna shida, nitampigia simu tu na pengine ni network tu ndio maana na kuwapatikani. Alizungumza vile mzee Nyati kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba ufahari ambao alikuwa anajisikia muda ule. Japo hakujua kabisa kijana wake Deusi alikuwa anaitiwa kitu gani huko makao makuu ya jeshi kama ambavyo alikuwa ameambiwa. Mara baada ya simu kukata, sasa mzee Nyati alimtazama mke wake. Nilikuambia mimi mama Deusi hawawezi kabisa kumfukuza kazi kienyeji kama hivi. Unaona sasa wanamuita tena wao wenyewe. Alizungumza vile kwa majisifu kwa mzee Nyati, na mke wake alionekana kufurahishwa na jambo hili. Aliachia kicheko cha furaha kweli. Lakini sasa yasije kujirudia kama yale yalijitokeza miaka ya nyuma kwako wewe. Alizungumza vile mama Deusi, na alikuwa anamtazama mume wake ambaye huyo alikuwa anapiga simu kwa Deusi, lakini simu hii aliambiwa kwamba ilikuwa haipatikani. Huyo mpuzi anafanya kitu gani sasa? Hajui kama wenzake wanamtafuta yeye huko? Alizungumza vile mzee Nyati, na alikuwa anarudia tena kupiga simu ile ambayo licha kurudia mara kadhaa, lakini bado simu ile haikuwa inapatikana. Mtaani sasa mambo yalikuwa ni moto kweli. Habari kubwa ilikuwa ni juu ya askari ambaye alikuwa amefukuzwa jeshi tu, yani bwana Deusi Nyati. Habari hizi zilikuwa zinaendelea kusambaa na kugonga vichwa mnimu wa watu. Kila mtu alikuwa anaendelea tu kuzungumza kwa namna yake mwenyewe. Wengi walikuwa wanakosoa kweli utaratibu wa kufuata sheria kama zilivyoainishwa bila kuangalia mazingira ya utendaji wa kosa, japo utaratibu huo ndio utaratibu ambao liliwezesha jeshi la polisi kuwa katika nafasi 3 za juu za majeshi yenye nidhamu zaidi Afrika, na kwa wachambuzi wakitaja kwamba jeshi la Mbogoland MLA ndio jeshi pekee lenye kiwango kikubwa zaidi cha nidhamu kwa Afrika nzima, kwa maana kwamba ni jeshi nambari 1 lenye nidhamu zaidi Afrika. Habari hii inamfikia mwanamama tajiri Monica. Alikuwa amekaa tu siti ya abiria mbele ya gari yake ya kifahari. Alikuwa anapekua simu yake kusoma habari mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, na huko kulia kwake kulikuwa na dereva wake, na siti ya nyuma yake kuna msichana mrembo. Msichana mwenye muonekano wa kuwa mtoto wa tajiri mkubwa hivi, mwenye makadirio ya miaka kati ya 18 ama 19 hivi. Ni mmoja kati ya watoto wa mwanamama huyu tajiri Monica. Mimi sione kabisa sababu ya wao kupiga makelele kama haya. Kama wenyewe wameona kwamba hawafai, basi watakuwa na askari wengi kama hawa. Alizungumzia vile Monica wakati akiwa anasoma habari hii ya bwana Deusi kufukuzwa kazi. Nini hiyo mama unazungumzia? Aliuliza vile msichana huyo ambaye alikuwa amekaa siti ya nyuma. Si hawa hapa bwana, wametuchosha na makelele yao, si huyu Deusi, alijibu vile huyo Monica, na kisha alisita kidogo kuendelea kuzungumza. Nyati, nakumbuka zamani kule Mbogoland kule kulikuwa na askari wa jeshi la Mbogoland ambaye alimokuwa mfalme mara 2, lakini mwisho wa siku alitoweka nchini kipindi cha uhaini. Alizungumza vile Monica kwa mshangao kweli. Wakati Monica anamsimulia mwanae habari kama hizo, wakati ule pia msichana huyu mrembo naye alikuwa anapekua simu yake. Ni kama vile kuna jambo alikuwa anahitaji kulithibitisha yeye mwenyewe hivi, na kwa bahati nzuri hakuchelewa kuipata habari hiyo na kisha kuithibitisha kwenye simu yake pia. "We mama, unamaanisha kwamba ni huyu Deusi?" aliuliza vile huyo msichana kwa mshangao mkubwa kweli, na huko alikuwa anamonyesha mama yake picha ya askari Deusi Frank Nyati iliyokuwa imeambatana na habari ya askari kufukuzwa kazi.
Ndio huyo, si ndio huyo hapa, na mimi nilikuwa namwangalia hapa, alizungumza pale Monica, na alikuwa anaonyesha picha ya askari huyo kwenye simu yake. Hebu muone kwanza jamani alivyokuwa na sura ya upole, alizungumza pale Monica kwa sauti ya masikitiko hivi. Hapo sasa msichana mrembo mzuri aliacha tabasamu ambalo hili lilikuwa linaingiliana na mshangao hivi. Jamani, kumbe kaka Deusi alijiunga na jeshi jamani, alizungumzia pale huyo msichana kwa sauti fulani ambayo hata wewe ungejua kabisa kwamba alikuwa katika msisimko wa furaha hivi. Umemfahamia wapi huyo Deusi? Ulisoma naye ama? Aliuliza pale Monica, na alikuwa anageuka kumtazama tena mtoto wake huyu. Safari hii alikuwa anaonyesha kumshangaa kwa sababu kwa jinsi ambavyo alikuwa anaonekana kwa wakati ule, ungejua kabisa kwamba Deusi alikuwa ni muhimu kwake. We mama, kwani humjui kabisa huyo Deusi? Aliuliza pale yule msichana ambaye sio tu urembo na uzuri wa sura, lakini pia alikuwa na uzuri wa umbo pamoja na sauti tamu. Nimjulia wapi mimi jamani binti yangu, kwani wewe unamjua? Aliuliza pale Monica, na alikuwa anaitazama tu ile picha kwa makini mkubwa. We mama, umemsahau huyu hapa? Huyu si ndio Deusi ambaye alinokuwa kwenye ajali ya treni wakati ule nasoma Njombe kule mama, ama umeshasahau? Alizungumza pale msichana huyu, na alikuwa anamtazama tu mama yake. Hapo sasa Monica aliachama mdomo wake kwa mshangao wa nguvu kabisa. We unasema kweli kabisa? Tungejua mapema jamani, si tungeenda kumpatia zawadi kama tulivyoahidi kwamba tutampatia zawadi jamani. Alizungumza pale Monica ambaye huyo sasa alikuwa anatoka mjini kuelekea nyumbani kwake upande wa Kinyerezi. Ipo siku tu mama, lazima tutakutana naye, na hivi ameshaanza kutajwa kwenye vyombo vya habari, wala sina wasiwasi kabisa. Alizungumza pale huyu msichana ambaye alikuwa anaonekana kwamba alikuwa na jambo kubwa zaidi ya zawadi ya mama yake kwa kijana huyu, kitu ambacho hata mama yake aliweza kukiona kwa binti yake. Msichana huyu mwenye makadirio ya miaka 18 ama 19 anaitwa Caroline. Na kama utakuwa na kumbukumbu nzuri msikilizaji, huyu ndiye yule msichana ambaye alikutana na Deusi miaka 5 iliyopita kule mjini Makambako na kupanda treni ya mizigo ambayo hii baadaye ilipata ajali maeneo ya Morogoro, na mara baada ya hapo sasa hawakuweza kabisa kuonana tena, wala kila mmoja hakujua kabisa mwenzake yuko wapi. Kama ni yeye jamani, hawajastahili kabisa kumfukuza kazi, na tukimpata tutampatia kazi kwenye moja kati ya viwanda vyetu, na tena hata ikibidi kumpeleka shule kabisa tutafanya hivyo ili kusudi apate nafasi nzuri. Alizungumza vile mama yake na Caroline kuiweka sawa furaha ya mwanae Caroline. Msichana Sheba ambaye huyo mwanzo aliona kama uendeshwaji wa gari wa Deusi haukuwa ni mzuri, alitulia kwa muda kidogo ndani ya gari hilo akiwa anashuhudia gari lilikuwa linakwenda kwa mwendo wa kasi kweli, kasi ambayo hakuwa ametegemea kabisa kama angeweza kuendesha mwendo kama ule kwenye njia kama ile. Deusi, kwani ulijifunzia wapi kuendesha gari namna hii? Aliuliza pale Sheba ambaye wasiwasi na woga wake vilikuwa vinaonekana wazi kabisa kupitia sauti yake. Nianze kukujibu swali gani sasa? Lile la nimejuaje kama tunafuatiliwa au hili la chuo cha udereva? Aliuliza vile Deusi ambaye huyu sasa alikuwa makini kweli kutazama barabara, na mguu wake ulikuwa umegangania kweli kikanyagio cha mafuta tu. Ni vyema kama utanijibu maswali yote tu, alizungumza vile Sheba na kufanya Deusi atabasamu kidogo. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza kabisa kutoka ameingia kwenye gari. Chuo hakijanifundisha kabisa mimi kuendesha gari namna hii. Chuoni nilikuwa na tukupata kibali cha kuendesha gari basi. Gari kuendesha linifundisha babangu, alijibu vile Deusi ambaye huyu hakuacha kukimbiza gari. Hiyo ilikuwa ni saa 9:15 za alasiri hivi. Deusi akamweleza Sheba kwamba kuna jambo alikuwa ameligundua mara baada ya yeye Sheba kumweleza kwamba kuna watu walikuwa wanaofuatilia, hasa ni watu kutokea vyombo vya dola. Ndipo sasa alipojua kwamba lazima wangesimamishwa na polisi pale Mzani, kwa sababu polisi wangekuwa wameshasambaza namba za gari hili na aina ya gari pia kwenye kila kituo cha askari wa usalama barabarani pamoja na wakaguzi kwa ajili ya kulikamata gari hilo. Lakini walipovuka bila kikwazo akajua kabisa kwamba lazima wangezuiliwa pale Tamko, na hapo sasa wakapita bila kikwazo. Hapo sasa Deusi aligundua kabisa kwamba waliokuwa wanaofukuzia wapo nje kabisa ya sheria. Hata kama wao walikuwa ni watu wa serikali, basi walikuwa wafuati utaratibu. Kwa hivyo sasa watakuwa wanaendelea kuwafuatilia kimya kwenye barabara ambayo hii
wao walikuwa wanaitumia, na ndio maana akaamua sasa kutekeleza mtego wa kumbaini anayewafuatilia atakuwa ni nani, na alimuona yule ambaye alikuwa amebebwa kwenye bodaboda. Na sasa tunabadilisha njia, tunapita hii ya Bagamoyo, kwa sababu wao wote mawazo yao ni kwamba wameweka kwenye barabara ya Morogoro. Alizungumza Deusi na kumfanya Sheba mtazame kwa mshangao kweli kweli. Basi kama hivyo wewe ni mtu hatari sana, alizungumza Sheba, na kwa alikuwa anatazama tu mbele ambako sasa waliyaona maungio ya barabara ya Bagamoyo. Deusi alipunguza mwendo na kuingia barabarani. Alikata upande wa kushoto kuelekea Bagamoyo. Inaonyesha kwamba mpaka sasa wewe humjui kabisa adui yako alizungumza Deusi kwa sauti yake tulivu kama kawaida, na huko alikuwa anakanyaga mafuta kwa nguvu na kutokomea kabisa upande huu wa mji mkongwe wa kihistoria Tanzania, Bagamoyo. Tukirudi Kibaha sasa tunakwenda mpaka Kongoya ambako tunakuta gari Land Rover 110 mali ya jeshi la polisi lilikuwa linaingia kwenye kituo cha daladala, na huko lilikuwa limebeba askari 6 nyuma yake, na huko SMG 8 zilikuwa zimelazwa kwenye skafu ya gari hilo, na katika siti za abiria wa mbele alikuwa amekaa Kopro Sheleji, ni yule ambaye muda mfupi uliopita alikuwepo kule Kilivyo madukani. Mara baada ya gari kusimama sasa, anasogea huyu askari ambaye mwanzo tulimuona pale Kibaha picha ya ndege, alikuwa anasogea kwenye mlango wa abiria wa mbele. Sijaelewa kabisa jinsi alivyonitoka pale aise, lakini nina uhakika kabisa watakuwa wameenda uelekeo huu hapa, alizungumza huyu jamaa ambaye huyo mwanzo alikuwa amekodi pikipiki kwa ajili ya kulifuatilia hili BMW jeusi. Una uhakika kwamba wakuchepuka sehemu hawa? Aliuliza bwana Shereji akiwa anaonekana kuwa na shaka juu ya taarifa ya huyo mwenzake. Nilipofika pale kwa Matiasi na kwa kosa na karudi tena na njia ile ile, lakini sikuweza kabisa kuwaona tena. Ndio nikaingia barabara ya lami na kisha kuanza kuwafukuzia, alizungumza huyu jamaa. Sawa, ingia ndani ya gari tuelekee huko Chalinze. Kama watakuwa wamekwenda huko lazima watakutana na wale wa Bagamoyo ama wale wanaotoka Morogoro, alizungumza Shereji. Na yule mwingine sasa akaingia kwenye gari akiwa anaungana na mwenzake. Walipanda nyuma ya gari na kisha gari likaondoka kwa spidi kuelekea huko Chalinze. Wakati safari ya Chalinze ikiwa inashika kasi, ndipo sasa bwana Shereji alipopiga simu kwa CP Ulenje, simu ambayo haikuchukua muda mrefu kupokelewa. Niambie Shereji, vipi mmeshawakamata hao wapumbavu? Aliuliza CP Ulenje mara baada ya kupokea tu simu ile. Samani afande, kumekuwa na shida kidogo hapa, tumelipoteza gari, lakini kwa sasa tunaelekea Chalinze kwa sababu tunahisi wameelekea huko, alijibu Shereji, na hapo ni kama limshangaza kweli kweli CP Ulenje. Shereji, mbona unafanya mambo ya ajabu sana wewe? Unaweza vipi kuelekea Chalinze wakati hauna uhakika kama umetoka nje ya mji? Hebu rudini pale picha ya ndege mkachunguzi walikoelekea vizuri, na ikiwezekana ulizieni hata kwa trafiki pale kwa Matiasi, wao lazima watakuwa wameliona hilo gari. Faster, alizungumza CP Ulenje. Bila kuuliza mara mbili bwana Shereji alitoa ishara kwa dereva ageuze gari kule ambako alikuwa ametokea, naye alifanya kama vile, na huku simu ya bwana Shereji ilikuwa bado sikioni, anaendelea kupokea ufafanuzi kutokea kwa CP Ulenje. Kwa bwana Shereji, yeye alikuwa anajua kwamba kama waliweza kutoweka kwa haraka namna hiyo, basi ni lazima watakuwa katika spidi kali, spidi ambayo lazima askari wa usalama barabarani wangewasimamisha tu. Kwa sasa na uhakika hawatotoka kabisa nje ya mji. Huko Chalinze waachie hao wengine hao, nyirudini huko mchunguzi vizuri, aliendelea tu kusisitiza CP Ulenje kabla ya kukata simu. Wakati ule tayari gari lilikuwa limeshika kasi kuelekea upande wa mjini. Wakati hayo yote yanaendelea huku Kibaha, dakika 30 baadaye, maeneo ya Msata mita 200 karibu na njia panda ya Bagamoyo ndani ya mkoa wa Pwani, sasa lilionekana gari BMW SC7 ilikuwa linatokea upande wa Bagamoyo kwa spidi kali ya kilomita 180 kwa saa. Lilikuwa linaisogelea njia panda ile ambayo inaunganisha barabara inayotoka Chalinze kuelekea mikoa ya kaskazini, yani Tanga, Kilimanjaro na Arusha. Na gari hili lenye spidi ya puma linapokaribia raundi ya bauti ile, tunaona linapunguza mwendo zaidi na kuingia mzungukoni na kisha kuishia uelekeo wa kaskazini. Gari inaonekana ilikuwa na mwendo wa spidi ya kilomita 140 kwa saa. Ikaongeza spidi zaidi na vile ambavyo ilikuwa inazidi kusogea mbele, hata ilipokuwa imekaribia Mzani pia
ilikuwa katika spidi ya kilomita 150 kwa saa. Hiyo ilisaidia hata askari wa usalama barabarani aitizame kwa macho pasipo kulisimamisha, kwa sababu gari hili halikuwa na makosa yoyote, na kwa bahati nzuri kwa wakati ule sasa lilionekana kwamba lilikuwa na namba za usajili wa muda, namba ambayo hutumika ndani ya siku 90 tu, yani miezi mitatu. Mara tu baada ya kuvuka pale mzani, sasa gari hili likaongeza mwendo maradufu ndani ya sekunde 15. Kama ungekuwa na kung'amua mwendo kama ambavyo Waswahili wanapenda kuita tochi, basi ungeweza kushika kichwa kwa spidi ambayo ungeishuhudia. Ilikuwa ni spidi ya kilomita 190 kwa saa. Lakini pia haikuishia hapo. Spidi hii ilikuwa inaendelea kuongezeka kila sekunde ilipokuwa inasogea mbele, na huku kioo kidogo cha video pale kwenye dashboard ya gari ilikuwa inaonyesha picha ya ramani ya GPC ya muundo wa satellite, ramani ambayo iliweza kuonekana vyema kabisa, mfano wa picha halisi ya umbo la dunia kama linavyoweza kuonekana kutokea angani. Ilikuwa inaonyesha jinsi wanavyokaribia mto Wami. Mimi sina shaka kabisa na uendeshaji wako wa gari Deusi, alizungumzia vile msichana Sheba, na kwa mara ya kwanza kabisa aliacha tabasamu pana, na huko alikuwa anajilaza kwenye kiegemeo cha kiti ambacho alikuwa amekalia. Deusi hakujibu kitu chochote kile. Aliendelea tu kukanyaga mafuta kulifuata daraja la mto Wami, ambapo huko walikuwa naelekea kuacha mkoa wa Pwani, na wakati ule tayari ilikuwa imepita dakika 20 kutokea imetimia saa 10 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Mfalme Elvis pamoja na mke wake Vasilisa walikuwa kwenye eneo la bustani nzuri iliyokuwa ya kupendeza. Walikuwa wamezungukwa na warembo wa maua pamoja na walinzi wanapunga upepo. Ilikuwa ni hapa kwenye jumba la dhahabu, yani ikulu ya Mbogolende. Mfalme huyu alikuwa anaonekana kwamba alikuwa ni mtu mwenye mawazo mengi aliyokuwa anamkosesha amani muda huu, kitu ambacho hata mke wake alikuwa amekigundua, japo hakuwa anajua kabisa ni kitu gani ambacho kilikuwa kinamnyima amani mume wake kama hivi. Samahani mume wangu mpendwa, ni muda mrefu sana sijawahi kukuona ukiwa katika hali kama hii. Vipi, kuna jambo lolote linakutatiza? Aliuliza vile Malkia Vasilisa, mwanamke mzuri aliyetajwa kuwa katika orodha ya wanawake wazuri kabisa katika dunia. Swali hili la mke wake ni kama lilimgutusha Elvis kutokea kwenye mawazo. Ni mambo tu ya kiutawala, ni kweli kabisa ananiumiza kichwa, alizungumza pale Elvis, na alikuwa anajiweka sawa kwenye kiti chake ambacho hiki kilikuwa kimenakishwa kwa dhahabu na madini mengi kweli kweli yaliyokuwa na thamani. Kiti ambacho ningekiokota mimi, basi ningenunua mtaa mzima na majumba na mali zote za mtaa, na wakazi wa mtaa huo wote ningewaajiri kulima mashamba yangu na kufanya kazi kwenye viwanda vyangu ambavyo ningevianzisha kwa pesa hiyo hiyo, na pia pesa inayobakia ningeanzisha timu ya mpira wa miguu ambayo hii lazima ingechukua ushindi katika kila mechi, kwa sababu ningetumia pesa hiyo hiyo kuhonga marefa waibebe timu yangu. Kuna jambo gani tena jamani mume wangu? Ambacho jambo lile la askari wengi kuacha kazi? Aliuliza vile Malkia Vasilisa kwa sauti ya unyenyekevu kabisa, sauti ambayo mara nyingi huitumia anapohitaji kumwondoa mume wake kutokea kwenye mawazo na unyonge kama huu. Hilo ni mojawapo tu, kwa sababu nimegundua kwamba kuna baadhi ya askari waliacha jeshi kipindi cha vuguvugu la kundi la UMD, na mmoja aliyeacha kazi wakati huo alikuwa ni askari mtiifu kabisa na shujaa, Luteni Kanali Frank Nyati. Alimwokoa mara kadhaa Mfalme Eugene wa 25 katika hatari ya kufa. Lakini pia nimegundua kwamba kuna dalili za kurudi kwa kikundi cha UMD. Inawezekana labda pengine akina Frank Nyati wameunda tena kundi hilo, aliuliza vile Elvis, na sasa alikuwa anamtazama tu mke wake ambaye pia alikuwa anaonekana kuvuta kumbukumbu fulani hivi. Uvutaji wa kumbukumbu hizi sasa ulimfanya achelewe kumjibu mfalme ambaye huyu alimtazama mke wake kwa makini mkubwa, na huko alikuwa anasubiri jibu la mwanamke huyu ambaye kikawaida elimu yake haikuwa ni kubwa sana, lakini alikuwa na busara zilizokuwa zimemzidi kimo. Hapa mimi najaribu kuwaza hilo jina nimelisikia wapi, alafu sio muda mrefu sana, alizungumza vile Malkia Vasilisa, na huko alikuwa anajaribu kuvuta kumbukumbu zaidi. Nyati. Sawa, huyo ni Mtanzania, alizungumza vile Vasilisa, na huko alikuwa anajaribu kupotezea tu habari hii ya Mtanzania ambaye huyu alikuwa anaitwa Nyati. Amefanyaje huyo Mtanzania? Aliuliza vile Mfalme Elvis, na huko alikuwa anamtazama tu mke wake.
Mke wake ambaye ukiachilia mbali shughuli zake za kusimamia masuala ya jinsia na watoto pamoja na afya katika nchi hii ya Mbogoland, akisaidiana na mwanamama Tesilia Martin, mamake na Karini wa kiapo cha fukara. Lakini pia mwanamama huyo ambaye ni mmoja kati ya wasichana wadogo kupata kuwa wake wa viongozi wakubwa wa nchi, alikuwa anapenda sana kuperuzi mitandao ya kijamii akiwa anajua dunia vizuri na kujifunza vitu vingi zaidi. Kwani hujawahi kabisa kuzisikia habari za Deusi Nyati? Aliuliza vile Vasilisa kwa mshangao sana. Nisingekuuliza mke wangu kama ningekuwa nimeshawahi kusikia. Hebu nipatie habari zake basi. Alizungumza vile Mfalme Elvis na kujiweka sawa kusudi aweze kupata habari za mtu huyo ambaye mwanzo alikuwa anahisi kwamba anaweza kuwa ndiye nyati ambaye alitoweka nchini kwake. Malkia Vasilisa alianza kueleza kisa cha askari Mtanzania ambaye huyu aliokoa madaktari watatu wa Umoja wa Mataifa huko nchini Kongo na baadaye kukutwa na hatia ya jaribio la ubakaji. Akashinda kesi kwa kuonekana kwamba alikuwa amesingiziwa na kwamba ulikuwa ni mpango tu wa kundi la waasi la IDF NALU, lakini akaondolewa UN kwa kosa la kufanya jukumu nje ya mkataba wake. Na mwisho wa siku nchi yake ya Tanzania pia ikamfukuza kazi kwa kuliaibisha taifa. Bado sijafanya kabisa ujinga kama huo. Yanapo mimi lazima ningevunja sheria za nchi yangu kwa kumwacha askari aendelee na kazi. Alizungumza vile Mfalme Elvis mwishoni mwa hadithi hii kutokea kwa mke wake. Pengine labda huko nchini Tanzania kuna askari wengi kama yeye, kwa hivyo hawajahofia kabisa kumpoteza mmoja kati ya askari mashuhuri kama yeye aliyeleta heshima kwa nchi pia. Alizungumza vile Vasilisa ambaye alisha kuchanganya damu ya Mndonde na Mwarabu, lakini pia maisha yake mengi alikuwa ameishi Dar es Salaam Tanzania. Walizungumza tu mengi juu ya Deusi Nyati kabla hawajabadilisha maongezi bila mfalme kufahamu ama kulijua jina la tatu la askari huyu shujaa ambaye alikuwa na bahati mbaya. Saa 11 kasoro za jioni, gari la polisi lilikuwa kwenye soko dogo maarufu kama Mnadani pale kwa Matiasi, njia kwenda Ifata. Askari 7 walikuwa nyuma ya gari hili, na huku Koplo Cheleji alikuwa anaonekana alikuwa amesimama kwenye kibaraza cha nyumba moja pale pembeni ya barabara ambayo hii ilikuwa imetenganisha nyumba kadhaa upande wa kushoto na soko lilikuwa upande wa kulia. Mbele yake kulikuwa na wanafunzi wa kushona ambao sisi tumezoea kuwaita mafundi cherehani. Mnasema kwamba mjaliona kabisa gari dogo jeusi BMW 7 likipita hapa? Alikuwa anauliza pale bwana Koplo Cheleji akiwa anaonekana kuishiwa nguvu kabisa mara baada ya kukosa kile ambacho alikuwa anategemea. Geni kaka, mbona kama lingekuwa limepita hapa tungeliona vizuri tu, kwa sababu hapa yanapita magari machache sana na yote watu wanayaona. Kama hilo lingepita nalo tungeweza kuliona tu. Alizungumza vile moja kati ya wale mafundi cherehani wa kiume ambaye huyu alikuwa anaonekana kuwa na umri mkubwa kuliko wote pale. Alikuwa anakadiriwa kuwa na miaka kama 55 hivi. Okay, sawa basi sisi wacha tuondoke. Lakini kama mtakumbuka chochote ama kuliona gari kama hilo ambalo tumewaelezeni, basi tuelezeni mara moja, kwa sababu tutapita tena baadaye hapa. Alizungumza vile Koplo Cheleji wakati anaaga na kuondoka kuelekea kwenye gari. Koplo Cheleji akaingia kwenye gari ambalo wenzake walikuwa wanamsubiria yeye, na kisha gari hili likaondoka kuelekea barabara ya zamani ya Morogoro. Na walipoikuta barabara hiyo wakafuata upande wa kuelekea picha ya ndege, yani kule ambako yule mwenzao aliweza kuliona BMW lilikuwa linaelekea. Gari hili la polisi aina ya Land Rover 110 lilitembea taratibu, na huku wote walikuwa makini kweli kutazama kushoto na kulia kama wangeweza kuliona BMW 7. Lakini mpaka wanafika pale kwenye msitu hawakuwa wameliona gari hili kabisa wala dalili ya uwepo wa gari hili. Lakini wakati wanataka kukatiza kwenye njia ya kuingia kwenye ile nyumba iliyopo kwenye kichaka cha mti ya kupanda, ghafla dereva alisimamisha gari pale. Afande, nauza kuona kama kuna gari liliingia kwenye barabara ya njia hiyo hapo hiyo. Alizungumza pale dereva wa gari hili la polisi ambaye huyu alikuwa kule mbele ya gari hili na Koplo Cheleji. Hapo sasa bana Koplo Cheleji na sasa alitazama kwenye sakafu ya barabara hii ambayo hii ilikuwa imeingia kwenye ile nyumba. Aliona kweli kulikuwa na alama za tairi za gari, akazifuata na kisha kuziona zilikuwa zinatokea kwenye ile nyumba. Mbona kama ni gari la ile nyumba tu? Alizungumza vile Koplo Cheleji, na huko alikuwa anarudisha macho yake upande wa barabara, lakini usawa wa sakafu ya barabara ambapo tairi za gari zilizokuwa zimefutika zilikuwa zinaonekana kwamba zilikuwa zimevuka barabara.
Lakini afande, nadhani mwenyeji wa eneo hili anaweza kupitisha gari kwenye barabara kama hii kweli? Aliuliza vile dereva, na huku alikuwa anatazama tairi za gari ambazo hizi zilikuwa zimevuka upande wa pili wa barabara. Hapo sasa ni kama Koplo Chereji alibaini jambo jipya. Hebu subiri kidogo hapa. Inawezekana kabisa washenzi walishtukia kwamba walikuwa wanafuatiliwa wakaja kujibanza hapa we. Na muda ulipopita wao karudi walikotoka na kubadili njia. Kama uamini, hebu kwanza uone hapa. Alizungumza vile Koplo Chereji, na huku alikuwa anafungua mlango wa gari na kushuka chini kabisa. Na kisha alielekea kwenye ile nyumba ya kichakani, na huku alikuwa anamwasha dereva alikuwa anaegesha gari pembeni ya barabara. Koplo Chereji alitembea kwa haraka kuifuata ile nyumba, na huku alikuwa anatazama kwa makini kweli zile alama za tairi za gari. Mpaka alipofika nazo kwenye ile nyumba, aliziona zilikuwa zimeishia ubavuni mwa nyumba ile, ambayo hii kiukweli ilikuwa ni nyumba iliyo kimya kiasi, japo walikuwa wanaonekana kuku na bata wakiwa wanazula katika eneo hili la nyumba iliyokuwa tulivu. Koplo Chereji akasogelea mlango na kisha kugonga hodi mara kadhaa, lakini hakupata kabisa mrejesho wote ule kutokea ndani. Akarudia tena na tena, lakini mambo yalikuwa ni vile vile. Chereji akiwa amekata tamaa ya uwepo wa wenyeji, aligeuka kusudi aondoke zake, lakini kabla hajapiga hatua hata moja, akasikia mchakato wa vishindo vya mtu upande wa ndani kama alikuwa anafuata mlango kuja kufungua. Chereji akasimama na kisha kusikilizia kinachofuata pale. Ni kweli kabisa, sekunde chache baadaye mlango ulifunguliwa vizuri. Akaibuka kijana mmoja wakati ya umri wa miaka 19 ama 20 hivi, mwenye uso wa tabasamu na ukarimu. Karibu sana bro, pole sana. Kwa sababu nilikuwa najiuliza hii hodi ni ya huku au? Alizungumza vile huyu kijana ambaye huyu alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa ametoka kwenye kazi fulani hivi ngumu iliyofanya chafuke nguo zake chakafu ambazo hizi alikuwa amezivaa. Kwa sasa ukashindwa kuacha upuzi wako uliokuwa unafanya na kuja kusikiliza mara moja au? Ukaamua unichomeshe tu maende mimi hapa mlangoni, si ndio manake? Aliuliza vile Koplo Chereji kwa sauti kavu isiyokuwa na utani hata chembe, kiasi cha huyu kijana mkarimu kujikuta alikuwa anabadilisha sura yake kutoka kwenye hali ya tabasamu na kuwa katika hali ya uoga na wasiwasi hivi. Kijana huyu anatazama barabarani, macho yake yanakutana na gari la polisi. Hapo ndio anakosa kabisa uwezo wa kujiamini na kuzidi kujawa na wasiwasi. Samahani sana kaka, nilikuwa ndani ya banda la kuku nafanya usafi, na ndio maana sikuwa naweza kusikia vizuri hodi huko nje. Alizungumza vile huyu kijana kwa sauti ya kuomboleza kweli. Acha dharau kwa watu usiwajua dogo, sawa? Haya, niambie ile gari lilokuja hapa limeelekea wapi? Aliuliza vile Koplo Chereji kwa sauti fulani kavu iliyozidi kumtia uoga huyu kijana ambaye huyu alishangaa kweli mara baada kuulizwa swali kama hilo. Gari? Unamaanisha gari gani bro? Aliuliza vile huyu kijana ambaye huyu bado alikuwa katika wasiwasi mkubwa kweli. Dogo, unarudia makosa sio? Unajua mimi wasipende kabisa watu waongwe. Ina maana kwamba hujaliona gari lilofika hapa kwenu kabisa ama? Aliuliza vile Koplo Chereji kwa sauti ambayo ilikuwa na kitisho kweli. Hapa kuna gari ambalo limefika, lakini wakati nafanya kazi zangu nilisikia kama kuna gari lilikuwa linaunguruma huko nje. Nilipokuja kuchungulia nikaliona gari kule barabarani tena jeusi linageuza na kuingia njia ya upande wa pili. Labda ni hilo tu bro, lakini hapa sijaliona gari lolote lile. Alizungumza vile huyu kijana kwa sauti ile ya kuomboleza hivi. Hapo sasa moja kwa moja bila hata kuaga, Koplo Chereji ambaye huyu alikuwa anaonekana kwamba alikuwa amegundua jambo, akaondoka bila hata kuaga na kuanza kutembea kuwafuata wenzake kule barabarani ambako alikuwa ameegesha gari. Ilikuwa ni mara baada ya kugundua kwamba kumbe BMW 7 lilikuwa limegeukia hapo na kurudi tena barabarani. Kwa hivyo kulikuwa na uwezekano mkubwa kabisa kwamba walikuwa wametoka nje ya mji kupitia njia ya Bagamoyo, kwa sababu kama wangerudi mjini lazima wangekutana nao njiani. Koplo Chereji alipolifikia gari sasa, aliingia na kukaa kwenye siti yake na kutoa simu yake. Alipiga kwa sipi ule nje. Mzee Frank Nyati akiwa nyumbani kwake alikuwa anajaribu kupiga simu kwa kijana wake Deusi kila baada ya dakika 5 ama 10, lakini bado simu yake haikuwa inapatikana kabisa. Jambo hili kusema ukweli lilikuwa linamchanganya sana mzee huyu ambaye hakuchoka kupiga simu ile,
na huko alikuwa na mlaumu kweli kijana wake Deusi kwa kuzima simu ile. Wewe mjengo unapoteza nafasi ya kazi ambayo miaka yote ulikuwa unaipenda. Alikuwa anapiga kelele vile kwa hasira kweli mzee Frank, ambaye huyu sio tu kwa yeye kupiga simu kila dakika, lakini pia na yeye alikuwa anapigiwa simu mara kwa mara na Lieutenant Cassian kuuliza alikuwa amefikia wapi kumpata kijana huyu Deusi. Wakati ule sasa huko Kinyerezi, Dar es Salaam, Monica pamoja na binti yake Caroline wakiwa ndani ya gari. Sasa walikuwa wanaingia ndani ya lango kubwa la uzio mkubwa ambao huu kwa vyovyote vile lazima ungetambua kabisa kwamba kulikuwa na jumba la kifahari. Na jumba hili lilikuwa linakaliwa na watu wenye fedha nyingi kweli. Gari hili aina ya Range Rover Discover lilikuwa linaingia ndani na kusimama mbele ya jumba kubwa la kifahari ambalo hili muonekano wake ulipendeza kweli. Monica pamoja na binti yake Caroline wakashuka na kuelekea ndani, na huko alikuwa anapishana na wafanyakazi wa ndani ambao hawa walikuwa nakimbilia kwenda kushusha mizigo kwenye gari hili. Ni ajabu sana, najua Imana, sikufikiria kabisa kama nitamwona tena kaka Deusi, alizungumza vile Caroline, ambaye huyu alikuwa anatembea sambamba na mama yake wakielekea ndani ya jumba hilo. Wanapoingia ndani wanapokelewa na babake na Caroline, ambaye huyu alikuwa amekaa kwenye kochi anatazama tu TV ambayo hii ilikuwa inaonyesha pambano moja la mpira wa miguu. Naona mmeingia na nyuso za furaha, ya kulikoni tena jamani, aliuliza vile mzee huyo kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa utani. Caroline aliachia kicheko ambacho kilikuwa kimechanganyikana na aibu fulani ya kike, wakati mamake akiwa anajibu, mimi nashiriki tu furaha ya Karo. Hapo si ameiona picha yule kijana aliyemokuwa kwenye ajali ya treni wakati ule, alizungumza vile Monica akiwa anamweleza mumewe. Yule kijana wa miaka ile, hiyo picha ameiona wapi? Aliuliza vile mzee huyo mwenye muonekano wa kitajiri, japo alikuwa na mwili wa kawaida, yani alikuwa ni mnene mwenye kitambi hivi. Mama Caroline alianza kumsimulia tu mume wake juu ya kisa cha yule kijana, hata baada ya leo pia kuiona sura ya kijana huyo kiambatana na habari ya kufukuzwa kazi jeshini. Ni habari njema sana, nakumbuka walisema kwamba ungemzawadia kijana huyu, basi ukimpata ni vyema ukitimiza ahadi yako, alizungumza pale mzee huyu bila kuitazama picha ya kijana huyu ambayo ilikuwa imetabaka kweli mitandaoni. Nadhani ilikuwa kwa sababu alikuwa anatazama pambano la mpira wa miguu kwenye TV muda ule. Saa 12:35 ndio muda ambao CP Ulenje aliwasiliana na traffic officer wa kituo cha Chalinze na kuagiza kwamba apewe taarifa ya gari ya BMW 7 jeusi kama limekatiza Msata, kwa sababu alikuwa anaamini kabisa kwamba litakuwa limepitia Bagamoyo. Dakika 5 afande wacha ni wasiliane kwanza na traffic waliopo Msata pale, alizungumza pale traffic officer wa pale Chalinze kabla ya kukata simu ile. Hata dakika 5 hazikuwa zimetimia kabla simu ya bwana Ulenje haijaita tena, na yeye alipokea vizuri kabisa simu ile. Afande, ni kweli kabisa gari limeonekana, lakini bado liko na usajili wa muda, alizungumza vile traffic officer, na hapo sasa CP Ulenje aliacha tabasamu la mafanikio. Asante sana officer, alizungumza vile CP Ulenje na kukata simu. Mara baada ya hapo sasa haraka sana CP Ulenje alipiga namba ya simu aliyokuwa amesave Koplo Chereji, ambaye huyu hakuchelewa kabisa kupokea simu ile. Ndio afande, ilisikika sauti ya Koplo Chereji, ambaye huyu ni yule ambaye yuko na wenzake kule kwenye gari. Wasiliana na wenzako haraka, waambie kwamba wageuze gari na kisha nyie wote mwelekee Mkata. Gari limeonekana liko linaelekea huko, alizungumza vile CP Ulenje na kukata simu, na kisha pale sasa alipiga namba nyingine tena ya simu ambayo hii iliita kwa muda mfupi pia, na kisha alipokelewa. Jambo afande, vipi, naona leo umenikumbuka Ilisikika sauti ile iliyokuwa imechangamka kutoka upande wa pili. Ndio bwana Mbuguni, sasa kuna jambo muhimu sana ambalo limenifanya na kukumbuke leo, alizungumza vile CP Ulenje. Na kusikiliza afande, ni mambo ya kikazi ama ni binafsi? Aliuliza vile Mbuguni, ambaye huyu ni mkuu wa kituo cha Mkata kule. Hii tuifanye kama ni binafsi hivi. Kuna pesa ya shai, sawa? Hebu weka kizuizi cha muda hapo barabarani. Kuna gari dogo BMW 7 jeusi linakuja kwako hapa. Hakikisha unalizuia, halafu utanipatia taarifa mara moja. Lakini pia kuna vijana wangu hapo njiani wanakuja hapo kituoni, alizungumza pale CP Ulenje kabla ya kukata simu ile. Bila hiyo sasa makao makuu ya jeshi
zilikuwa zinamiminika simu kila dakika kuuliza kama Deusi Nyati alikuwa ameshapatikana kwa ajili ya kupewa taarifa za kuja kambini siku inayofuata. Lakini ukweli ni kwamba Deusi hakuwa amepatikana kabisa, japo mwanzo walipowasiliana na baba yake Bwana Nyati walikuwa naamini kabisa kwamba watampata mapema na kirahisi tu. Lakini sasa hakukuwa na dalili zozote za kupatikana kwa kijana huyu Deusi Nyati, ambaye huyu hakukuwa na mawasiliano ya wazi ambayo haya yangewaunganisha naye. Kila mtu alikuwa ameingiwa na hofu kubwa juu ya kijana huyu, kwamba alikuwa ameamua kufanya kitu gani mara baada ya kuacha jeshi. Tayari jukumu la kumtafuta Deusi lilikuwa limeshapelekwa katika idara zote, kuanzia ofisi ya mnajimu mkuu, mkuu wa mafunzo, usalama wa utambuzi na MP. Hata mkuu wa majeshi pia alikuwa ametoa watu wa kushughulikia swala kama hilo. Kama atakuwa jambo lolote na kwaje sasa zime na simu? Alikuwa anauliza pale Meja General Mbike kwa sauti yenye mshangao kweli kweli, mara baada ya kuletewa taarifa kwamba bado simu ya Deusi ilikuwa haipatikani. Afande, kusema kweli tumejaribu sana kupiga simu yake kila dakika, lakini ukweli ni kwamba haipatikani mpaka sasa hivi, alizungumza pale Meja Salim, ambaye huyu alikuwa amepewa jukumu hilo. Sikiliza Meja, nenda kwenye kambi ambayo alikuwa anafanyia kazi mwanzo. Mtafuteni mtu wake wa karibu awaeleze kama alikuwa amejenga ama kupanga chumba sehemu. Nadhani atakuwa mitaa ya huko tu, alizungumza pale Meja General Mbike. Lakini afande, hilo mbona tumelishalifanya? Ukweli ni kwamba yeye alikuwa na special force, lakini hakukaa kabisa kwenye kikosi chake nambari 107 Regiment, kikosi ambacho kinawahusisha askari maalum wenye uwezo mkubwa kimapambano katika mazingira yote, yani special force. Baada yake muda mwingi alikuwa ameshikilia watu hapa makao makuu kwenye tawi lako. Sasa kama ni rafiki wa karibu, basi ni hapa makao makuu na sio huko, kwa sababu hata watu waliokuwa nao kwenye kambi ya mafunzo ya ulinzi wa amani wanasema kwamba hakuwa na rafiki kabisa wa kudumu, alizungumza vile huyo Meja. Na hapo sasa General Mbike akachoka kabisa. Inamaanisha kwamba Deusi ameamua kujiweka mbali na jeshi, ama kwa sababu amelipwa hizo seti zake za MONUSCO? Aliuliza pale Meja General Mbike kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kutopendezwa na kukosekana kwa mawasiliano ya askari huyu Deusi Frank Nyati. Ilifuatia nusu saa ya mazungumzo kati ya General Mbike pamoja na huyu mwenzake mwenye cheo cha Meja, na mwisho walikubaliana kuendelea tu kumtafuta Deusi kama idara nyingine za makao makuu ya jeshi vile ambavyo zinafanya. Msichana mdogo Caroline mida hii alikuwa chumbani kwake tu amejilaza kitandani. Alikuwa ameshika simu yake ya kisasa mfukoni, alikuwa na peruzi mitandao ya kijamii. Alikuwa anasoma habari ambazo hizi zilikuwa zinamhusu kijana Deusi Frank Nyati, ambaye huyu wakati anakutana naye miaka 5 iliyopita, yeye alikuwa ni msichana mdogo tu wa miaka 14. Alikuwa anavutika kweli kweli na sura ya upole na kuamini kwamba anaweza kuwa mshirika mwenza katika safari ya kutoka Makambako kwenda Dar es Salaam, kabla ya kijana huyo hajamsaidia kuokoa maisha yake kwenye ajali kubwa ambayo ilikuwa imetokea Morogoro na kisha kupotezana kabisa baada ya hapo, mpaka leo hii aliposhangaa kuona habari zake kwenye mitandao na vyombo vya habari vya mashirika makubwa tu ya habari duniani yalikuwa yanazungumzia kuashishwa kazi kwa Deusi Frank Nyati. Taarifa ambayo Caroline alikuwa anatamani kuiona ilikuwa ni wapi anapatikana kijana huyu, ama kuona kama anaweza kumpata mtu wa karibu na Deusi Frank Nyati ambaye huyu amejitokeza kwenye mitandao ili aweze kumtumia ama kumpata kijana huyu ambaye tofauti ya miaka 5 iliyopita leo alikuwa anamtazama kwa macho ya pekee kabisa. Alikuwa anatamani kitu zaidi kwa kijana huyu. Hata hivyo zilipita dakika 20 bila kupata chochote ambacho kitamsaidia kupata mawasiliano na Deusi, zaidi tu ya kukutana na picha ya kijana Deusi ambaye huyu alikuwa anaonekana alikuwa na picha 2 tu ambazo hizi ziliweza kupatikana. Ni wazi kabisa kwamba Deusi hakuwa ni mtu wa kujionyesha kwenye mitandao, wala hakuwa ni mtu wa kupiga picha mara nyingi, kwa sababu kiachilia mbali kuwa na picha za aina 2 tu ambazo hizi zilikuwa zinaambatanishwa tu mitandaoni, lakini pia hata alipojaribu kumtafuta sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuona kama alikuwa na akaunti binafsi, lakini hakuwa na chochote wala mtu ambaye alikuwa anafanana na huyo Deusi. Mara baada ya kuangalia bila mafanikio, mwisho wa siku akajikuta alikuwa anatulia tu. Alikuwa anatazama tu picha ya kijana huyu kwa muda mrefu sana. Naamini kabisa kwamba ipo siku nitakutana na wewe na nitakwambia asante kwa kuniokoa kwenye ajali ya treni miaka mingi iliyopita. Alikuwa anajisemea vile Caroline, ambaye huyu alikuwa anaamini kabisa kwamba Deusi bado atakuwa anamkumbuka vizuri tu.
hakika haitokuwa katika matatizo ya ajali kama wakati ule. Naamini safari itakuwa ni siku nzuri sana kwetu. Alizidi kujisemea vile msichana Caroline, na alikuwa na tabasamu laini. Na wakati ule ule sasa simu yake ilianza kuita na kusababisha ile picha iondoke juu ya kioo cha simu yake na kubakia muonekano wa simu ambayo ilikuwa inaita pamoja na jina la mpigaji ambalo hili alikuwa amelisave sister. Caroline alipokea simu ile na kisha kuweka sikioni. Halo dada. Aliita vile Caroline kwa sauti ambayo alikuwa amepoa kidogo. Ni kama alikuwa anaona kwamba mpigaji alikuwa amemwondolea picha ambayo alikuwa anaitazama kwa hamu hivi. Karo, vipi, mmerudi kutoka mjini? Ilisikika sauti tamu kweli ya kike. Ndio, tumesharudi dada. Vipi wewe, mbona umechelewa sana, ama ulikuwa na dharura? Aliuliza vile Caroline, ambaye huyu alikuwa ameanza kubadilika na kuwa katika hali ya uchangamfu hivi. Mimi nimerudi saa 1 za jioni. Alizungumza vile tena dada yake na Caroline, ambaye iliisha kwamba alikuwa na sauti tamu, lakini pia ilikuwa ni sauti tulivu kweli. Kwani uko na shemeje? Aliuliza vile Karo kwa namna ya kutania hivi. Hapana bwana, sijakutana naye kabisa, lakini kuna dharura. Ilisikika sauti ya dada akiwa anazungumza na huko alikuwa anacheka kidogo, na kisha wakaagana na kukata simu. Tukielekea maeneo ya Mkata mkoani Tanga, askari 4 wakiongozwa na OCS wa kituo hicho cha kitongoji kikubwa cha Mkata walisimamisha gari lao aina ya Toyota Land Cruiser mali ya jeshi la polisi kilomita kama 2 kutoka Mkata mjini upande wa kuelekea mkoa wa Pwani. Walikuwa wameegesha gari lao pembeni kidogo ya barabara na kutulia mahali hapo. Macho yalikuwa yameelekeza upande ule wa mkoa wa Pwani. Hawakuwa wanaonekana kabisa kwamba walikuwa na silaha yoyote kwenye mikono yao. Hakikisheni ni BMW jeusi. Ni maagizo kutoka Dar es Salaam. Alizungumza vile OCS, ambaye huyu hakumaliza kauli yake kabla yeye pamoja na askari wake hawajastuliwa na mungurumo mwepesi wa gari ambayo hii ilikuwa inatokea upande ule wa mkoa wa Pwani ambako wao walikuwa wanatazama. Waliweza kuliona gari dogo jeusi ambalo hili lilikuwa linakuja kwa spidi kali kweli. Sekunde 5 mbele gari hili dogo lilikuwa limeshwa karibia kabisa. Lilikuwa ni BMW hilo. Lizuieni hilo. Alipiga kelele vile huyo OCS, na huko alikuwa anasogea barabarani kwa lengo la kusimamisha hili gari. Alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba alikuwa ameshalitambua hili gari, kwamba ndilo gari lenyewe kabisa ambalo alikuwa ameelekezwa na CP Ulenje wa kituo cha Dar es Salaam. Sasa tunaenda kaskazini magharibi mwa mji wa Moshi huko mkoani Kilimanjaro. Mita 800 karibu kabisa na maingilio ya eneo maarufu lenye kuchimba madini pekee na maalumu ya Tanzanite, ambayo haya mpaka sasa napozungumza na wewe ni madini yanayopatikana Tanzania tu, japo yanafanana kabisa kwa ukaribu na madini maarufu yenye thamani kubwa ya almasi ya blue, yani blue diamond, yanayopatikana katika nchi ya jirani na Tanzania, yani Mbogrendi. Kabla hatujaingia kwenye kitongoji kikubwa cha Melelani, lilionekana gari aina ya Subaru Impreza liko linatembea vumbi kweli kuelekea njia panda ya Kia. Linaonekana kama lipo kwenye mashindano ya mbio za magari hivi. Tunaweza kulifuata gari hili kutokana na mbio ambazo lilikuwa linatimka nyuma yake. Kwa hivyo tunalisindikiza kwa macho na kuliona lilikuwa linatokomea upande wa Arusha. Na dakika kama 3 baadaye unasikika mungurumo mkali wa gari lilikuwa linatokea kwenye barabara ya maingilio pale kwenye machimbo ya Tanzanite. Wakati ule ni kabla ya kujengwa ukuta wa kuzunguka katika eneo hili. Lilikuwa linakuja mbio na kupita kwa kasi kuelekea upande wa Arusha, yani kule ambako lilikuwa limeelekea lile Subaru. Ni kama gari hili lilikuwa linajaribu kulifuata lile Subaru kwa marengo fulani hivi. Ilikuwa hivi. Deusi akiwa ndani ya BMW 7 na msichana Sheba. Alikuwa na kanyaga kweli mafuta, na gari lilikuwa linasoma kwamba lilikuwa linakwenda kwa mwendo wa kilomita 200 kwa lisali moja. Ndipo sasa ghafla alipoliona gari la polisi lilikuwa limesimama pembeni kidogo ya barabara sambamba na askari polisi kadhaa ambao hawakuwa na idadi kabisa. Hakuweza kupunguza mwendo wa Deusi wala kufikiria kufanya hivyo kabisa, kwa sababu hakuwa na sababu kabisa ya kufanya hivyo, kwa sababu sheria ilikuwa inamruhusu kutembea spidi yoyote zaidi ya kilomita 50 kwa saa. Lakini wakati akiwa anakaribia usawa wa wale polisi, aliwaona walikuwa wameshtuka na mmoja akasogelea barabarani. Ni wazi kabisa kwamba alikuwa anataka kuwasimamisha. Puzi kabisa huyo, alizungumza vile Deusi nyati, na huku mguu wake wa kulia ulikuwa bado umekanyaga pedali ya mafuta
na mshale wa spidi ulikuwa unang'ang'ania kweli kweli kuhama kutokea kwenye 200 na kuelekea kwenye 210. Kuna mlio fulani ambao unaweza nikatolea mfano kwamba ni vup. Ndivyo ilivyosikika gari hii wakati anapita ule polisi ambaye wenzake walisha kushika vichwa vyao tu kwa hofu ya kwamba endapo gari lingemkuta ule mwenzao, basi ingekuwa ni vigumu kabisa kukuta mfupa hata mmoja ambao ni mzima, maana yote ingekuwa imesagika kabisa. Polisi hao, alizungumza Bathsheba, na huku watu walikuwa wanatazama kwenye side mirror waliwaona wale polisi walikuwa wanasogea barabarani na kumtazama mwenzao ambaye huyu ni kama alikuwa ameshikwa na butwa hivi. Tuwai haraka mkata kule kabla hawajapiga simu kwa mpuzi yoyote ule, alizungumza Deusi, na huku alikuwa anaendelea tu kuongoza gari ambalo hili lilikuwa katika spidi kali kweli kweli. Lakini pia jiandae kwa lolote ambalo litatokea mbele ya safari, kwa sababu lazima watapiga simu tu watuzuie, alizungumza Bathsheba, ambaye huyu wasiwasi wake juu ya Deusi ulionekana kutoweka kabisa. Alikuwa anaonekana kwamba alikuwa ameanza kumwamini kabisa bwana Deusi. Hii ni wazi kabisa kwamba wanatafutwa na polisi na tayari wameshajua kwamba tunaelekea Kilimanjaro, alizungumza Deusi kwa sauti yake tulivu, na huku alikuwa anapunguza mwendo kidogo. Alikuwa anaingia kwenye tuta kubwa mwanzoni mwa kitongoji cha Mkata, na kisha alikanyaga tena mafuta mara tu baada ya kulivuka hilo tuta, na huku alikuwa anashangiliwa na vijana wauza nyama ya mbuzi pamoja na bodaboda waliokuwepo pembeni ya barabara. Sekunde kama 10 tu zilitosha kwa wao kukatiza kitongoji hiki na kutokomea kabisa kaskazini zaidi. Walitoweka kabisa na kuacha kelele za nderemo kutoka kwa vijana wa pale Mkata. CP ule nje akiwa nyumbani kwake anasubiria tu simu kutoka kwa mkuu wa kituo cha Mkata, akiwa anaamini kabisa kwamba gari BMW 7 jeusi litakamatwa pale Mkata vizuri tu. Na huku pia alikuwa anaamini kabisa vijana wake akina Chereji waliopo njiani kuelekea Mkata katika makundi mawili, kwa maana kwamba ya gari na askari watarudi wakiwa na dhahabu, wakiwa tayari wameshawaua hao watu wawili ambao ni kijana wa kiume aliyeona na Chereji, ambaye huyu walikuwa naamini kabisa kwamba ni kijana aliyepewa lifti tu, pamoja na mwenzake ambaye bado walikuwa hawajamuona na ndiye alikuwa ni mlengwa wao. Aliamini kabisa kwamba hawa wote watawateketezea tu vichakani na kisha kuchukua gari lao pamoja na dhahabu. Mara ghafla akasikia simu yake ilikuwa inaita bwana CP ule nje. Alipotazama kioo cha simu yake alikiona kile ambacho alikuwa ametarajia, yani jina la OCS Mkata. Alikuwa ndiye mpigaji wa simu ile. Najivunia sana kuwa na watu kila sehemu, alinong'ona vile bwana CP ule nje kabla ya kupokea simu ile, na kisha alipokea simu na kuweka sikioni. Niambie, vipi mmeshalikamata hilo gari? Hilo lilikuwa ndio neno la kwanza kabisa kutokea kwa CP ule nje. Afande, nakwambia kabisa kwamba hii ni zaidi ya hatari. Yaani muda mfupi tu kutoka upige simu hapa gari limepita kwa spidi kali ya ndege ambayo inajiandaa kuruka. Ilisikika sauti hii kutoka upande wa pili wa simu. Mpuzi sana wewe. Mmeshindwa vipi kumfukuzia kwa gari lenu huyo? Kama hauna mafuta sungesema bwana. Alizungumza pale kwa sauti kali kweli CP ule nje, na pasipo kusubiria kusikia kile ambacho alikuwa anahitaji kuzungumza yule wa upande wa pili, CP ule nje alikata simu pale pale. Akiwa bado tu amefura kwa hasira, CP ule nje alibofya namba fulani kwenye simu yake na kisha kuiweka sikioni, ambapo haikutumia hata sekunde 5 tayari alikuwa ameshaanza kuzungumza. Chereji, vipi, mko wapi? Aliuliza pale CP ule nje kwa sauti kavu kabisa kama ya kushtukiza hivi, sauti ambayo ilikuwa inaonyesha kabisa wazi kwamba alikuwa anahitaji maneno mengi. Afande, sasa hivi sisi ndio tunakaribia Msata hapa, lakini akina Ottoman nimezungumza nao dakika 10 zilizopita. Tayari walikuwa wameshapita mzani. Ilisikika sauti kutoka upande wa pili wa simu. Mpumbavu kabisa. Mnaendesha vipi gari? Hebu fanyeni haraka bwana, mlipate hilo gari ama mjui kwamba kuna mali mle? Alizungumza pale CP ule nje kwa sauti kali na kukata simu pale pale. Aise, wapuzi wanakwenda wapi au ama wanataka kuvuka kwenda Kenya nini? Alizidi kung'aka pale CP ule nje, na huko alikuwa na bofya simu yake na kisha kupekua kitabu cha majina. Ni wazi kabisa kwamba alikuwa anatafuta jina fulani ambalo hili alilipata sekunde chache tu baadaye. Lilikuwa ni jina la OCCID Mombo. Alipiga nambari hiyo ambayo iliita kwa muda mrefu kidogo, na wakati na karibia kukatika ndipo ilipokelewa. Samani afande, nipo kwenye kelele kidogo, sikusikia vizuri. Habari za huko Dar es Salaam?
alisikika mtu huyu kutoka upande wa pili wa simu ile. Sio mbaya sana, lakini sina muda wa kuzungumza mengi. Kuna jambo nilikuwa nahitaji unisaidie. Alizungumza vile CP Ulenje kwa sauti kavu kabisa ambayo hii haikuhitaji kabisa mambo mengi. Ulenje alimweleza Bosco kwamba alikuwa anahitaji alizuie gari BMW 7 jeusi. Fanya hivyo haraka sana, sawa? Kwa sababu muda wote linaweza kufika hapo. Kuna pesa nzuri sana kama ukifanikiwa hii kazi. Alizungumza vile CP Ulenje ambaye huyu alimweleza Bosco ambaye huyu ni mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai pale Mombo kwamba afanye kila ambalo alikuwa anaweza atege askari kilomita 4 kutoka Segera njia panda upande wa kuelekea Tanga mjini na pia wengine wakae upande wa kuelekea Moshi kilomita 4 kutoka Mombo. Hakikisha kwamba inakuwa ni sehemu ya kishaka, pasiwe na ushahidi kabisa. Kuna vijana wangu pia huko njiani wanakuja kwa haraka sana maeneo hayo. Alizidi kusisitiza vile bwana CP Ulenje kabla ya kukata simu yake. Mzee Nyati, yani babake na Deusi, bado alikuwa katika hali ya sintofahamu kabisa. Alikuwa anajiuliza maswali kwamba ni kwa nini kijana wake alikuwa amezima simu kwa muda mrefu kama hivi. Kwa sababu sasa hivi ilikuwa imetimu masaa mawili simu yake bado ilikuwa imezimwa. Mama Deusi, anajua kwamba mimi simuelewi kabisa kijana wako huyu. Anaweza vipi kuzima simu muda wote kama huu? Alizungumza vile mzee Nyati kwa sauti ya kulalamika hivi. Baba Deusi, pengine mtoto amezima simu tu kwa sababu hataki usumbufu. Usikute yuko na mkwe wetu, huwezi kujua anampoza tu mara baada ya safari na kazi ya muda mrefu huko alikokwepo. Na kama unavyojua Baba Deusi, kutoka ameingia jeshini hajawahi kabisa kupumzika kijana wetu. Alizungumza vile mama Deusi kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa mbwembwe hivi. Ilimshangaza kidogo mzee Nyati. Yaani wewe ina maana kwamba naunga mkono kitendo cha Deusi kuzima simu muda wote kwamba apoteze kazi kizembe kama hivi? Aliuliza vile mzee Nyati kwa sauti ya mshangao na kwa alikuwa anamtazama mke wake kwa macho ambayo haya yalikuwa na mshangao zaidi kama vile alikuwa anatazama mzimu hivi. Wewe kwani unadhani Deusi anahitaji kurudi tena kazini? Kazi ambayo imemzungusha tu bila utulivu katika utumishi wake wote na mwisho wa siku anaamuliwa kufukuzwa kazi kwa aibu kama hivi? Kwamba ameliaibisha taifa? Hawajakumbuka kabisa hata sifa zote ambazo wamewaletea kama taifa, kwamba ni askari shupavu kutoka nchini kwao. Alizungumza pale mama Deusi kwa sauti ambayo kiukweli haikuwa na pingamizi kabisa kwamba hakutaka tena mwanae arudi kule jeshini. Hapo sasa mzee Frank ni kama alikuwa amekumbushwa jambo fulani, jambo ambalo lilishawahi kumtokea yeye mwenyewe ambaye licha kumwokoa mfalme mara 3 huko Mbogoland na licha kujituma kwake kwenye utendaji wa kazi na taifa lake la Mbogoland, lakini mwisho wa siku mfalme huyu alikubaliana kwamba yeye auawe, ya kwamba ni msaliti wa taifa lake la Mbogoland. Ni kweli kabisa wanachozungumza mke wangu. Ni kwa nini wamemfukuza? Halafu wakati huo pia wanaanza kumhitaji tena. Hapo lazima kuna jambo ambalo linanifanya nizidi kutamani kuwasiliana na Deusi zaidi. Na nimweleze uwazi kwamba sije kuasha simu yake. Aendelee kujificha hivyo hivyo. Kwa sababu inawezekana kabisa kwamba huku kiitwa tena wakati amefukuzwa kazi inaweza kuwa ni mtego. Alizungumza vile mzee Nyati kwa sauti ya ungamuzi. Saa 12:15 katika saa za Afrika Mashariki, gari dogo BMW 7 jeusi lilionekana lilikuwa linakatiza katikati ya mji mdogo wa Mombo kwa mwendo wa kawaida tu. Vioo vya giza yani tinted vilikuwa vimepandishwa mpaka juu kabisa. Watu wa nje walikuwa waone kabisa ndani, lakini wale wa ndani walikuwa wanaweza kuona vizuri kabisa nje. Waliokuwemo humo ndani anaonekana kijana Deusi pamoja na msichana Sheba. Walikuwa makini kweli kweli, wanatazama nje ya gari hili kuona kama kuna mtu alikuwa anawafuatilia. Sione kabisa kama kuna mtu anatufuatilia hapa, tunaweza kutafuta hoteli nzuri tupate chochote. Alizungumza vile Sheba ambaye huyu alikuwa ametulia tu kwenye siti yake ya gari. Nitakula Arusha mara baada ya kukufikisha salama. Alizungumza vile Deusi ambaye huyu hadithi yetu inatuonyesha kwamba kutoka alipopata kifungua kinywa kutoka Kampala kwenye hoteli ya kina Neela kule, hakuwa amepata chakula chochote mpaka sasa hivi anaelekea Arusha. Unaishije kama roboti lakini unazungumza kivivu kabisa hivyo? Alizungumza vile Sheba kwa sauti ya ukali hivi, lakini Deusi akamwahi kwa sauti tulivu. Lakini niko na sura ya upole na tabasamu la upole pia. Alizungumza vile Deusi na wote walicheka kicheko hafifu.
Haichekeshi Deusi. Una sura ya upole lakini ni mkorofi sana wewe, alizungumza Bathsheba kwa sauti ya utani, na huku alikuwa anafungua mkebe wa dashboard na kufanya zionekane bando za noti za shilingi 10,000 za Kitanzania. Ananyakua bando moja la pesa kati ya mabando manne makubwa ambayo aliopo ndani ya mkebe. Utasimama basi kidogo tuchukue maji na soda upoze koo lako deliver wangwe, alikuwa anazungumza Bathsheba, na huku alikuwa anachoma noti 2 na kurudisha ile bani kwenye mkebe na kisha aliufunga. Usijali, japo wewe ndio mtu mwenye kupoza kiu yako na sio mimi, alizungumza pale Deusi, na huku alikuwa anasimamisha gari pembeni ya barabara karibu kabisa na safu ya maduka. Ile anasimamisha tu, Sheba alifungua mlango haraka na kisha kushuka. Alielekea kwenye moja kati ya duka kati ya yale matano yaliyopo barabarani ambako alitumia dakika kama 7 ama 8, na kisha akarudi akiwa na mfuko uliokuwa na vinywaji na vitafuno vikavu. Aliingia kwenye gari na safari ikawa inaendelea tu. Mara baada ya kuacha mji huu, dereva aliongeza mwendo kama ilivyokuwa kawaida yake. Ndani ya dakika moja tu tayari gari lilikuwa linatembea kwa mwendo wa kilomita 180 kwa lisale moja, na kufanya ndani ya dakika 2 tu wao wameshatembea zaidi ya kilomita 100. Na wakati gari linaelekea kwenye mwendo wa kilomita 200, na wakainukia kwenye tambalale moja nzuri sana ambayo Deusi alikuwa anaamini kabisa kwamba atatembea zaidi ya kilomita 200 kwa saa, lakini ile tu wanakaa sawa tu. Ghafla mita kama 100 mbele yao wakaliona gari la polisi pale pale lilikuwa katikati ya barabara. Lilikuwa limesimama kwa mtindo wa kukatiza barabara, yani kizuizi hivi, na huko polisi kama 6 walikuwa wamesimama pembeni ya gari hili na bunduki kwenye mikono yao zilikuwa zinaelekea kule ambako walikuwa wanatokea wao, na huko mmoja alikuwa amesimama katikati ya gari, yani ubavuni mwa gari. Alikuwa amenyoosha mkono mmoja juu, ilikuwa ni ishara ya kusimamisha ile gari. Washenzi wametupatawa, alizungumza pale Deusi, na huko alikuwa anaanza kupunguza mwendo kwa nguvu kwa ajili ya kusimama. Je, Deusi atakamatwa hapa ama atafika salama kwenye safari ambayo alikuwa anataka kumfikisha Sheba huko Arusha? Karibu sana katika sehemu ijayo. Hiyo itakuwa ni sehemu ya 14 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Nyuma ya Mlango wa Adui, ukiwa na msimu wa kwanza, na mimi naitwa Felix Mwenda wa hapa Simulizi Mix.